Kutoka sura ya 31. Bwana akanena na Musa na kumwambia, angalia, nimemuita kwa jina lake Bezaleli, mwana wa Uri, mwana wa Huri, wa kabila ya Yuda. Nami nimemjaza roho ya Mungu katika hekima na maarifa na ujuzi na mambo ya kazi ya kila aina, ili abuni kazi za ustadi, kuwa fundi wa dhahabu na wa kuchora miti, na kufanya kazi ya ustadi iwayo yote. Tena, tazama, nimemchagua awe pamoja naye huyo Oholiabu, mwana wa Ahisamaki, wa kabila ya Dani. Nami nimetia hekima katika mioyo ya wote wenye moyo wa hekima, ili wapate kufanya vyote nilivyokuagiza, yaani hema ya kukutania na sanduku la ushuhuda na kiti cha rehema kilicho juu yake na vyombo vyote vya hema na meza na vyombo vyake na kinara cha taa safi pamoja na vyombo vyake vyote na madhabahu ya kufukizia uvumba na madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa na vyombo vyake vyote na birika na tako lake na mavazi yenye kufumwa kwa uzuri na mavazi matakatifu ya Haruni kuhani na mavazi ya wanawe, ili kutumika katika kazi ya ukuhani, na mafuta ya kutiwa na uvumba wa manukato mazuri kwa ajili ya mahali patakatifu, sawasawa na yote niliyokuagiza ndivyo watakavyofanya wao. Bwana akasema na Musa na kumwambia, kisha nena wewe na wana wa Israeli kuwaambia, hakika mtazishika sabato zangu, kwa kuwa ni ishara kati ya mimi na ninyi katika vizazi vyenu vyote, ili mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana niwatakasaye ninyi. Basi mtaishika hiyo sabato, kwa kuwa ni takatifu kwenu. Kila mtu atakayeitia unajisi hakika yake atauawa, kwa kuwa kila mtu afanyaye kazi katika siku hiyo, nafsi hiyo itakatiliwa mbali na watu wake. Kazi itafanywa siku 6, lakini siku ya 7 ni sabato ya kustarehe kabisa, takatifu kwa Bwana. Kila mtu atakayefanya kazi yoyote katika siku ya sabato, hakika yake atauawa. Kwa ajili ya hayo wana wa Israeli wataishika sabato, kuiangalia sana hiyo sabato katika vizazi vyao vyote. Ni agano la milele, ni ishara kati ya mimi na wana wa Israeli milele, kwani kwa siku 6 Bwana alifanya mbingu na nchi, akastarehe kwa siku ya 7 na kupumzika. Hapo Bwana alipokuwa amekwisha zungumza na Musa katika mlima wa Sinai, akampa hizo mbao 2 za ushuhuda, mbao 2 za mawe zilizoandikwa kwa chanda cha Mungu. Kutoka sura ya 32. Hata watu walipoona ya kuwa Musa amekawia kushuka katika mlima, wakakusanyana wakamwendea Haruni wakamwambia, haya, katufanyizie miungu itakayokwenda mbele yetu, kwa maana Musa huyo aliyetutoa katika nchi ya Misri hatujui yaliyompata. Haruni akawaambia, zivunjeni pete za dhahabu zilizo katika masikio ya wake zenu na wana wenu na binti zenu, mkaniletee. Watu wote wakazivunja pete za dhahabu zilizo katika masikio yao, wakamletea Haruni. Akaipokea mikononi mwao, akaitengeneza kwa patasi, akaifanya iwe sanamu ya ndama kwa kuiyeyusha. Nao wakasema, hiyo ndiyo miungu yako, Israeli, iliyokutoa katika nchi ya Misri. Naye Haruni alipoona jambo hili, akajenga madhabahu mbele yake. Haruni akatangaza akasema, kesho itakuwa sikukuu kwa Bwana. Wakaondoka asubuhi na mapema, wakatoa dhabihu, wakaleta sadaka za amani. Watu wakaketi kula na kunywa, wakaondoka wacheze. Bwana akamwambia Musa, haya, shuka, kwa maana watu wako uliowatoa katika nchi ya Misri
wamejiharibu nafsi zao, wamepotoka upesi kuiacha ile njia niliyowaamuru, wamejifanyizia ndama ya kuyeyusha, wakaiabudu na kuitolea dhabihu, wakasema, hiyo ndiyo miungu yako, Israeli, iliyokutoa katika nchi ya Misri. Tena Bwana akamwambia Musa, mimi nimewaona watu hawa, na tazama ni watu wenye shingo ngumu. Basi sasa niache ili hasira zangu ziwake juu yao, niwaangamize, nami nitakufanya wewe uwe taifa kuu. Musa akamsihi sana Bwana Mungu wake na kusema, Bwana, kwa nini hasira zako kuwaka juu ya watu wako uliowaleta kutoka nchi ya Misri kwa uweza mkuu na kwa mkono wenye nguvu? Kwa nini wa Misri kunena wakisema, amewatoa kwa kuwatenda uovu ili apate kuwaua milimani na kuwaondoa watoke juu ya uso wa nchi? Geuka katika hasira yako kali, ughahiri uovu huu ulionao juu ya watu wako. Mkumbuke Ibrahimu na Isaka na Israeli watumishi wako, ambao uliwaapia kwa nafsi yako na kuwaambia, nitazidisha kizazi chenu mfano wa nyota za mbinguni. Tena nchi hii yote niliyoinena nitakupa kizazi chenu, nao watairithi milele. Na Bwana akaughairi ule uovu aliosema ya kwamba atawatenda watu wake. Basi Musa akageuka akashuka katika mlima na zile mbao mbili za mawe mikononi mwake, mbao zilizoandikwa pande zote mbili, upande huu na upande huu ziliandikwa. Na zile mbao zilikuwa kazi ya Mungu, nayo maandiko yalikuwa maandiko ya Mungu yaliyochorwa katika zile mbao. Na Yoshua aliposikia kelele za watu walipokuwa wakipiga kelele, akamwambia Musa, kuna kelele ya vita maragoni? Akasema, hiyo si sauti ya watu wapigao kelele kwa sababu ya kushinda vitani, wala si sauti ya watu wapigao kelele kwa sababu ya kushindwa, bali kelele za watu waimbao ndizo ninazozisikia mimi. Hata alipoyakaribia marago, akaiona ile ndama na ile michezo, hasira ya Musa ikawaka, akazitupa zile mbao mikononi mwake, akazivunja chini ya mlima, akaitoa ile ndama walioifanya, akaichoma moto, akaisaga hata ikawa mavumbi, akainyunyiza juu ya maji, akawanywesha wana wa Israeli. Musa akamwambia Haruni, watu hawa wamekufanyani hata ukaleta dhambi hii kuu juu yao? Haruni akasema, hasira ya Bwana wangu isiwake. Wewe unawajua watu hawa ya kuwa wamejielekeza kwa mabaya, maana waliniambia, katufanyie miungu itakayokwenda mbele yetu. Kwa maana mtu huyo Musa aliyetutoa katika nchi ya Misri hatujui aliyompata. Nikawaambia, mtu yeyote aliye na dhahabu na aivunje. Basi wakanipa, nami nikaitupa ndani ya moto, akatoka ndama huyu. Basi Musa alipoona ya kuwa watu hawa wameasi, maana Haruni amewaacha waasi ili wawe dhihaka kati ya adui zao, ndipo Musa akasimama katika mlango wa marago, akasema, mtu awaye yote aliye upande wa Bwana na aje kwangu. Wana wa Lawi wote wakamkusanyikia. Akawaambia, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, kila mtu na ajifunge upanga wake pajani mwake, akapite huko na huko, toka mlango hata mlango kati ya marago, mkamchinje kila mtu ndugu yake na kila mtu mwenziwe na kila mtu jirani yake. Na hao wana wa Lawi wakafanya kama vile alivyosema Musa, wakaanguka siku ile kama watu 3,000. Musa akasema, jiwekeni wakfu kwa Bwana leo, naam kila mtu juu ya mwanawe na juu ya ndugu yake, ili awape baraka leo hata asubuhi yake. Musa akawaambia watu, mmetenda dhambi kuu, na sasa nitakwenda juu kwa Bwana.
labda nitafanya upatanisho kwa ajili ya dhambi yenu. Musa akarejea kwa Bwana akasema, watu hawa wametenda dhambi kuu, wamejifanyia miungu ya dhahabu. Walakini sasa ikiwa utawasamehe dhambi yao, na kama sivyo unifute na kusii katika kitabu chako ulichoandika. Bwana akamwambia Musa, mtu yeyote aliyenitenda dhambi ndiye nitakayemfuta katika kitabu changu. Basi sasa uende ukawaongoze watu hawa mpaka mahali pale ambapo nimekwambia habari zake. Tazama, malaika wangu atakutangulia pamoja na hayo siku nitakayowajilia nitawapatiliza kwa ajili ya dhambi yao. Bwana akawapiga hao watu kwa walioifanya ile ndama ambayo Haruni aliifanya. Kutoka sura ya 33. Bwana akanena na Musa, haya, ondokeni, katokeni hapo, wewe na hao watu uliowaleta wakwee kutoka nchi ya Misri, waende nchi hiyo niliyomwapia Ibrahimu na Isaka na Yakobo, niliposema nitakipa kizazi chako nchi hii. Nami nitamtuma malaika aende mbele yako, nami nitawafukuza Mkanaani na Mwamori na Muhiti na Mperizi na Mhivi na Myebusi, waifikirie nchi imiminikayo maziwa na asali. Kwa maana mimi sitakwenda kati yenu, kwa sababu ninyi ni watu wenye shingo ngumu, nisiwaangamize ninyi katika njia. Watu waliposikia habari hizo mbaya wakaomboleza, wala hapana mtu aliyevaa vyombo vyake vya uzuri. Bwana akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli, ninyi ni watu wenye shingo ngumu. Kama mimi nikiingia kati yenu dakika moja nitawaangamiza, basi sasa vueni vyombo vyenu vya uzuri, ili nipate kujua nitakalo watenda. Basi wana wa Israeli wakavua vyombo vyote vya uzuri tangu mlima wa Horebu na mbele. Basi desturi ya Musa ilikuwa kuitoa ile hema na kuikita nje ya marago. Mbali na hayo marago akaita hema ya kukutania. Hata kila mtu aliyekuwa akitaka neno kwa Bwana akatoka akaenda hata hema ya kukutania iliyokuwa nje ya marago. Hata Musa alipotoka kuiendea ile hema, watu wote waliondoka wakasimama kila mtu mlangoni pa hema yake, akamtazama Musa hata alipokwisha kuingia hemani. Ikawa Musa alipoingia humo hemani, ile nguzo ya wingu ikashuka ikasimama mlangoni pa ile hema. Naye Bwana akasema na Musa. Watu wote wakaiona nguzo ya wingu ikisimama penye mlango wa hema. Watu wote wakaondoka wakasujudu kila mtu mlangoni pa hema yake. Naye Bwana akasema na Musa uso kwa uso, kwa vile mtu asemavyo na rafiki yake. Kisha akageuka akarejea hata maragoni, bali mtumishi wake Yoshua mwana wa Nuni, naye ni kijana, hakutoka mle hemani. Musa akamwambia Bwana, angalia, wewe waniambia wachukue watu hawa, nawe hukunijulisha ni nani utakayemtuma pamoja nami. Walakini umesema na kujua jina lako, nawe umepata neema mbele zangu. Basi sasa nakuomba, ikiwa nimepata neema mbele zako, unionyeshe njia zako nipate kujua, ili nipate neema mbele zako. Ukakumbuke ya kuwa taifa hilo ndilo watu wako. Akasema, uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Naye akamwambia, uso wako usipokwenda pamoja nami, usituchukue kutoka hapa. Kwa maana itajulikanaje kuwa nimepata neema mbele zako mimi na watu wako? Sio kwa sababu unakwenda pamoja nasi, hata mimi na watu wako tutengwe na watu wote walio juu ya uso wa nchi. Bwana akamwambia Musa, nitafanya na neno hili ulilolinena, kwa maana umepata neema mbele zangu, nami nakujua jina lako. Akasema, nakusihi unionyeshe utukufu wako. Akasema, nitapitisha wema wangu wote mbele yako, nami nitalitangaza jina la Bwana mbele yako.
nami nitamfadhili yeye nitakayemfadhili, nitamrehemu yeye nitakayemrehemu. Kisha akasema, huwezi kuniona uso wangu, maana mwanadamu hata niona akaishi. Bwana akasema, tazama, hapa pana mahali karibu nami, nawe utasimama juu ya mwamba. Kisha itakuwa wakati unapopita utukufu wangu, nitakutia katika ufa wa ule mwamba na kukufunika kwa mkono wangu hata nitakapokuwa nimekwisha kupita. Nami nitaondoa mkono wangu, nawe utaniona nyuma yangu, bali uso wangu hautaonekana. Kutoka sura ya 34. Kisha Bwana akamwambia Musa, chonga mbao 2 za mawe mfano wa zile za kwanza, nami nitaandika juu ya mbao hizo maneno hayo yaliyokuwa juu ya mbao za kwanza hizo ulizozivunja. Nawe uwe tayari asubuhi, na asubuhi kwe juu katika mlima wa Sinai, nawe hudhurisha nafsi yako kwangu huko katika kilele cha mlima. Asikwe mtu pamoja nawe, wala asionekane mtu yeyote katika huo mlima, wala kondoo na ng'ombe wasilishe mbele ya huo mlima. Naye akachonga mbao 2 za mawe mfano wa zile za kwanza. Na Musa akainuka na mapema asubuhi, naye akakwea katika mlima wa Sinai kama Bwana alivyomwamuru. Akazichukua hizo mbao 2 za mawe mkononi mwake. Bwana akashuka ndani ya lile wingu, akasimama pamoja naye huko, akalitangaza jina la Bwana. Bwana akapita mbele yake, akatangaza, Bwana, Bwana, Mungu mwingi wa huruma, mwenye fadhili, si mwepesi wa hasira, mwingi wa rehema na kweli, mwenye kuwaonea huruma watu 1000, mwenye kusamehe uovu na makosa na dhambi, wala si mwenye kumhesabia mtu mwovu kuwa hana hatia kamwe, mwenye kuwapatiliza watoto uovu wa baba zao na wana wa wana wao, pia hata kizazi cha 3 na cha 4. Musa akafanya haraka, akainamisha kichwa chake hata nchi, akasujudu. Akasema, ikiwa sasa nimepata neema mbele zako Bwana, na kuomba Bwana uende kati yetu, maana ni watu wenye shingo ngumu, ukasamehe uovu wetu na dhambi yetu, ukatutwae tuwe urithi wako. Akasema, tazama, nafanya agano mbele ya watu wangu wote, nitatenda miujiza ya namna isiyotendeka katika dunia yote, wala katika taifa lolote, na watu wote ambao unakaa kati yao wataona kazi ya Bwana. Kwa maana ni neno la kutisha ni kutendaro. Liangalie neno hili ninalokuamuru leo. Tazama, mbele yako na mtoa Mwamori na Mkanaani na Mhiti na Mperizi na Mhivi na Myebusi. Ujihadhari nafsi yako, usije ukafanya agano na wenyeji wa nchi ile unayoiendea. Lisiwe mtego katikati yako, bali utabomoa madhabahu zao na kuvunja nguzo zao na kuyakata maashera yao. Maana hutamwabudu Mungu mwingine, kwa kuwa Bwana ambaye jina lake ni mwenye wivu ni Mungu mwenye wivu. Usije ukafanya agano na wenyeji wa nchi, watu wakaenda kufanya uzinzi na miungu yao na kuitolea sadaka miungu yao. Mtu mmoja akakuita ukaila sadaka yake, ukawaoza wana wako binti zao, nao binti zao wakaenda kufanya uzinzi na miungu yao, wakawavuta wana wenu wafanye uzinzi na miungu yao. Usijifanyizie miungu ya kuyeyusha. Hiyo sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu utaitunza, utakula mikate isiyotiwa chachu muda wa siku 7, kama nilivyokuagiza, kwa majira yaliyoaganwa katika mwezi wa Abibu, kwa kuwa ulitoka Misri katika mwezi huo wa Abibu. Kila kifunguacho mimba ni changu mimi, na wanyama wako wote walio katika waume, wazaliwa wa kwanza wa ng'ombe na wa kondoo, na mzaliwa wa kwanza wa punda utamkomboa kwa mwana kondoo.
tena kwamba hutaki kumkomboa, ndipo utamvunja shingo. Wazaliwa wa kwanza wote wa wanao utawakomboa. Wala hapana atakayehudhuria katika siku ya saba. Utapumzika wakati wa kulima mashamba na wakati wa kuvuna pia utapumzika, nawe utaitunza sikukuu ya majuma, nayo ni ya malimbuko ya mavuno ya ngano, na sikukuu ya kukusanya vitu mwisho wa mwaka. Mara 3 kila mwaka watu waume na wako wote watahudhuria mbele za Bwana Mungu wa Israeli, kwa kuwa mimi nitazitupa nje taifa za watu mbele yako na kuipanua mipaka yako, wala hapana mtu yeyote atakayeitamani nchi yako hapo utakapokwea kwenda kuhudhuria mbele za Bwana Mungu wako mara 3 kila mwaka. Usisongeze damu ya sadaka yangu pamoja na mkate uliotiwa chachu, wala hiyo sadaka ya sikukuu ya Pasaka haitasazwa hata asubuhi. Vitu vya kwanza vya malimbuko ya nchi yako utavileta na kuvitia ndani ya nyumba ya Bwana Mungu wako. Usimtokose mwana mbuzi katika maziwa ya mama yake. Bwana akamwambia Musa, andika maneno haya, kwa kuwa mimi nimefanya agano nawe na pamoja na Israeli kwa mujibu wa maneno haya. Naye alikuwa huko pamoja na Bwana siku 40 na masiku yake. Hakula chakula wala hakunywa maji. Naye akaandika katika hizo mbao hayo maneno ya maagano, hizo amri 10. Hata ikawa Musa aliposhuka katika mlima Sinai, na zile mbao 2 za ushuhuda zilikuwa mkononi mwa Musa. Hapo aliposhuka katika mlima, Musa hakujua ya kuwa ngozi ya uso wake iling'aa, kwa sababu amesema naye. Basi Haruni na wana wote wa Israeli walipomwona Musa, tazama, ngozi ya uso wake iling'aa, na wakaogopa kumkaribia. Musa akawaita Haruni na wakuu wote wa kusanyiko, wakarudi kwake. Musa akasema nao. Baadaye wana wa Israeli wote wakakaribia, akawahusia maneno yote ambayo Bwana amemwambia katika mlima Sinai. Na Musa alipokuwa amekwisha kusema nao, akatia utaji juu ya uso wake. Lakini desturi ya Musa ilikuwa alipoingia mbele za Bwana kusema naye, kuvua huo utaji mpaka atoke. Akatoka akawaambia wana wa Israeli maneno yote aliyoambiwa. Wana wa Israeli wakauona uso wa Musa, ya kuwa ngozi ya uso wake Musa iling'aa, naye Musa akautia utaji juu ya uso wake tena hata alipoingia kusema naye.